Kata ya Buguruni katika miaka minne ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan tumeletewa zaidi ya shilingi bilioni 9 kwa ajili ya kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mheshimiwa Rais. Na hapa tulipo watu waliohudhuria mashindano mwaka jana ndio kama shahidi. Kwanza wale wote napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema anayetuneemesha kwa neema kubwa kubwa na neema ndogo ndogo kwa kutujalia na turuzuku pumzi na uhai, hatimaye tumeweza kukutana tena katika mwaka mwingine kwenye mashindano haya ya Qur'ani katika kata ya Buguruni. Kwa sababu mashindano haya yamekuwa ni kama kengele au alam. Tulikutana mwaka juzi, tukakutana mwaka jana, tumekutana tena mwaka huu. Wapo wenzetu ambao nao kwa namna moja na nyingine walitamani nao wangekuwepo, lakini Mwenyezi Mungu wengine amewatanguliza mbele za haki, lakini wengine wako katika mitihani mbalimbali ya maradhi na nyingine mitihani ya kishirika ya binadamu wameshindwa kuhudhuria. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema hii anaendelea kutupatia. Mheshimiwa Mwenyekiti na mgeni wetu rasmi, mwenyekiti wetu wa chama amesema hili sio jukwaa la kisiasa, lakini sisi wanasiasa mtaji wetu ni watu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama nilivyosema, mashindano haya sasa huu ni mwaka wa 3 mfululizo kuyafanya. Na lengo kubwa la mashindano haya katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kwanza ni mwezi ambao ilishushwa Qur'an. Na ndio maana mashindano mengi ya Qur'an yanafanyika katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini lengo kubwa la mashindano haya ya Qur'an ni kuendelea kuwahamasisha watoto wetu na vijana wetu wadogo wapende kusoma na kuhifadhi Qur'ani, hasa kwa sisi tuliokuwa Waislamu, kwa sababu Qur'ani ndio mwongozo wetu. Lakini la pili, tunajitahidi kuwakuza na kuwalea katika maadili yatakayompendeza Mwenyezi Mungu, lakini pia yatakayopendeza jamii yetu yote kwa ujumla. Kwa hiyo lengo letu kubwa ni hilo, kuwakuza na kuwalea watoto wetu katika maadili ya Kiislamu yatakayompendeza Mwenyezi Mungu na kuwapendeza wanajamii tunaoishi nao. Mheshimiwa Mwenyekiti, kata yetu ya Buguruni kama wewe uliposema, mambo yalikuwa mwanzo na sasa hivi ni tofauti. Na mimi nimekuwa nikisema mara kwa mara, zamani kata yetu ya Buguruni utakutana kwa vijana kipindi cha kwenda sikukuu wanakwenda bichi. Katika lile gari wanaweka tambara nyuma, anachora picha ya mtu amepigwa kisu kwenye utosi na damu zinamwagika, alafu anaandika ubaya ubaya. Kila aina ya kazi wanafanya, wanakwenda huko mabichi. Zamani ukiingia ovyo ovyo Buguruni lazima ukabwe. Lakini tumshukuru Mungu kwa maelekezo ya viongozi wetu wa dini, Sheikh Mwenyepingu na Sheikh wetu wa kata ya Buguruni, zile maskani zote ambazo zilikuwa zinafanya mambo hayo sasa hivi ndio maskani zinazoshindana kwa kufanya maulidi za kumsifu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwetu sisi ni mabadiliko makubwa sana, na haya ni mambo ya kujivunia. Na Mheshimiwa Mwenyekiti wa chama, nikwambie viongozi hawa wa dini wamekuwa wakitupa ushirikiano mkubwa sana kwa dini ya Kiislamu na dini ya Kikristo. Sisi wanasiasa viongozi tunaongoza miili, lakini viongozi wetu wa dini wanaongoza roho na nafsi. Wakitoa mawaidha watu wetu wanabadilika. Sisi tunaweza tukasema sana huyu anasema na siasa, lakini viongozi wa dini wakisimama kwa kiasi kikubwa kupungua kwa matendo ya uhalifu katika kata ya Buguruni ni maelekezo na mashirikiano tunayapata kutoka kwa viongozi wetu wa dini mbalimbali, mashehe, wachungaji na mapadri katika kata yetu ya Buguruni. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kuchukua fursa hii pia kutupelekea salamu zetu kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa aliyoifanya na kutuletea maendeleo wananchi wa kata ya Buguruni. Buguruni ya mwanzo sio Buguruni ya sasa hivi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nikwambie kata ya Buguruni katika miaka minne ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan tumeletewa zaidi ya shilingi bilioni 9 kwa ajili ya kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mheshimiwa Rais. Na hapa tulipo watu waliohudhuria mashindano mwaka jana ndio kama shahidi. Vile vyumba vya madarasa Mheshimiwa Mwenyekiti vilikuwa kushoto kwako, vilikuwa haviko vile. Vilikuwa kwenye hali mbaya.
Vyumba vile Mheshimiwa Mwenyekiti, tumepatiwa shilingi milioni 90 kutoka serikali kuu moja kwa moja, zimekuja katika shule ya msingi Buguruni kwa ajili ya kufanya kazi kubwa ya ukarabati wa vyumba 6 vya madarasa pamoja na ofisi 3 za walimu. Nani kama Dr. Samia Suluhu Hassan? Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nikwambie, pamoja na kazi kubwa inayofanywa na Mheshimiwa Rais, lakini mbunge wetu wa jimbo hili la Segerea Mheshimiwa Bona Kamoli naye amekuwa akifanya kazi kubwa sana. Waswahili wanasema mwenye macho apili tazama. Kwenye hii shule tunaozungumza, Mheshimiwa mbunge, sisi tulikuwa tuna changamoto ya vyoo, tukampelekea kilio chetu. Shule hii ya msingi Buguruni, Mheshimiwa mbunge akatuletea shilingi milioni 35 fedha za mfuko wa jimbo la Segerea kwa ajili ya kutengea matundu 15 ya vyoo. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, hapa kwenye shule hii tulikuwa tuna uhaba wa madawati. Mheshimiwa mbunge Bona Kamoli baada ya kupelekea salamu zetu, kwenye shule hii tukaletewa zaidi ya madawati 300 kwenye shule hii. Kwa kata nzima Buguruni tumeletewa zaidi ya madawati 600. Kwa hiyo kwenye shule zote za msingi za kata ya Buguruni hakuna changamoto ya madawati. Kazi kubwa inafanya na Mheshimiwa mbunge wetu Bona Kamoli, lakini pia kazi kubwa inafanya na Mheshimiwa Rais, kwa sababu sisi wa chini kazi yetu kupokea maombi yetu, tunayapeleka halmashauri. Yale halmashauri yako levo yangu, yale yanayokwenda serikali kuu yanapitia kwa mbunge, yanakwenda bungeni, yanafikia Mheshimiwa Rais, fedha zinaletwa. Kwenye kata yetu tumeletewa bilioni 3 na bilioni 200 ili kwenda kutatua changamoto ya mfereji ya maji ya mvua katika mtaa Mivinjeni. Zamani mvua kama hizi zikinyesha wananchi walikuwa wanakaa roho juu, lakini sasa hivi mvua zinanyesha, wananchi wetu bado wanaendelea kukaa katika maeneo salama. Lakini kazi zote zinafanywa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo nikuombe na nikuhakikishie, mwezi Oktoba wananchi wa kata Buguruni tunakwenda kumlipa deni Mheshimiwa Rais analo tudai. Kuna msemo wa Kiarabu anasema al-ihsan jazaa al-ihsan, malipo ya wema ni wema. Mheshimiwa Rais ametufanyia wema mkubwa sana. Tuna kila sababu, nani kuhakikishie, kura zote za kata ya Buguruni Dr. Samia Suluhu Hassan anakwenda kuzipata, kwa sababu analoyafanya yanaonekana kwa macho. Lakini vile vile mbunge wetu wa Bona Kamoli, dada yule mchapakazi, hachoki, anafanya kazi kubwa sana kuhakikisha kila kata kwenye jimbo lake wanapata fedha za mfuko wa jimbo, wanapata fedha kutoka serikali kuu. Kwa hiyo nikuhakikishie pia kata ya Buguruni, sisi hatuwezi kusema mitano tena kwa Mheshimiwa Bona Kamoli, ila kwa kazi kubwa aliyofanya lazima tuende tukamlipe wema na hisani zake. Sisi kama wananchi wa kata ya Buguruni tunaona mwendokasi unajengwa. Mbunge amefanya ziara katika mara kwa mara, leo mwenyewe nimekuwa shahidi kutembelea miundombinu ya barabara, na tayari baadhi ya kata za Buguruni, barabara za kata ya Buguruni zinajengwa kwa kiwango cha lami. Kwa hiyo nimesema nifikishe salamu hizi, utusaidie, utupelekee kwa Mheshimiwa Rais, lakini pia tupelekee kwa mbunge wetu Mheshimiwa Bona Kamoli. Na hata haya mashindano ya Qur'ani, Mheshimiwa Mwenyekiti, mbunge wa jimbo la Segerea amechangia, na alitaka kuchangia kikubwa, nikamwambia hapana mbunge, na mambo mengi mimi mwenyewe najiweza na marafiki zangu wa karibu tunaweza kufanikisha. Kwa Mheshimiwa mbunge ametuchangia, na zawadi mnayoona ya friji imenunuliwa kwa fedha zilizotolewa na mbunge wetu wa jimbo la Segerea Mheshimiwa Bona Kamoli. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru mbunge wetu, mwambie tuko pamoja naye, yeye ana usingizi katika Buguruni iko kwenye mikono salama. Baada ya kusema Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue fursa hii kukushukuru wewe binafsi. Kama ulivyosema, ujumbe huu kwako umekufikia jana, tena umekufikia sio kwa njia ya barua, nimekutumia message na bango kwenye njia ya WhatsApp. Mwenyekiti kanijibu inshallah. Nikamwambia mwenyekiti wangu nitakuelezea nikikuona, akasema nitakuja, na kweli umekuja. Waswahili wanasema muungwana ni vitendo. Tumewasiliana jana na mwenyekiti wetu, jamani, anaingilika jana kwa njia ya WhatsApp message, hakuna protocol za wilayani kupitia wapi lakini amekuja. Amekuja kwa sababu mwenyekiti wetu ni mwepesi na tunamuona kwenye mitandao. Sijui hata nalala saa ngapi bwana. Kila siku kuanzia asubuhi, mchana, jioni, yeye anahangaika kuhakikisha ilani ya Chama cha Mapinduzi inatekelezwa kwenye wilaya yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi tunataka kulipa. Mungu aendelee kukupa afya, aendelee kukupa siri pale atafadhali.